Katibu mkuu wa chama cha CUF Hamad Masud Hamad akiwa katika mkutano mkuu wa kuchagua wakurugenzi na makamu mwenyekiti wapya wa Zanzibar na Bara uliofanyika jana Aprili 28 katika ofisi zao za chama hicho Buguruni jijini Dar es Salaam, ameeleza mikakati ya chama hicho. Amesema kuwa mikakati yao ni kuimarisha chama chao na kuongeza wanachama, huku akisema CUF ni chama taifa na kinafahamika zaidi Tanzania bara na visiwani. Shughuli kuu ya chama hiki ni kukijenga, kukiimarisha na kuhakikisha kwamba kila siku kinaimarika, ama kwa kuongeza wanachama zaidi au kwa vyote vile, lakini hatua ambayo ina kipromote chama chetu. Chama cha CUF kuanzishwa kwake kilikuwa ni namba 2 na tumeenda namba 2 hiyo hiyo kwa muda mrefu sana mpaka kwenye bunge na baraza la wakilishi. Kwa Zanzibar baraza la wakilishi ilifika wakati tuko sawa kwa sawa, yani CCM na CUF katika majimbo 50 wao wana 25, CUF wana 25. Aidha, Hamadi amesema kuwa anakiona chama hicho cha CUF kupata nguvu mpya kwa kurudi kwa wanachama wakongwe. Hata hivyo, katibu huyo ameeleza kuwa wana imani kupokea wanachama waliowahi na wasiowahi kuwa wanachama ili kujenga chama chao. Kuna watu wa veteran, yani wakongwe wa chama hiki, waanzilishi kabisa, mfano kama Mheshimiwa Said Miraji. Mheshimiwa Said Miraji ni mwanzilishi tangu kadogo kabisa, amejifunza, amekuwa mpaka akawa na nafasi mbalimbali katika chama chetu, na leo hii rasmi ameteuliwa na kuchaguliwa na Baraza Kuu kwa naibu katibu mkuu Zanzibar. Kwa hivyo Zanzibar waone kwamba rasilimali zao, hazina zao zinaanza kurudi, na si peke yake tu, kuna kina Ali Makame wamerudi. Mheshimiwa Kingunge alikuwa mbunge wa Kilwa Kaskazini wa CUF, naye alichomoka kidogo, siasa zetu unazijua, lakini amerudi na leo amechaguliwa baada ya kupendekezwa na mwenyekiti wa naibu katibu mkuu wa bara. Sambamba na hayo, naye makamu mwenyekiti wa chama cha CUF kwa upande wa Zanzibar, Harubu Muhammad, ameeleza kuwa chama hicho kinahamasisha watu wa rika zote wakiwemo vijana kujiunga na chama hicho cha CUF, na ameahidi kufanya hamasa kubwa kupitia viongozi wapya waliopatikana katika uchaguzi huo uliofanyika jana kwa kufanya ziara nchi nzima. Mpango wetu uko wazi kabisa kwamba chama hichi ni chama kama jina lake linavyoitwa, ni chama cha wananchi. Kwa hiyo watu wa rika zote, vijana wa kike na wa kiume, wanakaribishwa sana kujiunga na chama hichi, na sisi tutafanya hamasa kubwa baada ya uongozi mpya uliopatikana huu. Tutakuwa na hamasa kubwa, tutakuwa na ziara nchi nzima kupita mikoa yote na wilaya zote kufanya hamasa ili Watanzania wa rika zote, hasa vijana, kwa sababu vijana ndio population kubwa katika nchi yetu sasa hivi, wana uhitaji mkubwa kushirikiana na vyama vya siasa au kujiunga katika vyama vya siasa ili waweze nao kuleta mawazo yao na tuyafanyie kazi ili waweze kupata maendeleo kwa kushirikiana katika kuendesha nchi yetu kwa pamoja. Pia makamu huyo ameeleza kuwa ndani ya uhamasishaji huo kutakuwa na elimu ya vijana waweze kujua faida ya kuwa mwanachama. Unakuwa unaweza kugombea nafasi yote ya uongozi, kuanzia udiwani, ubunge, nafasi nyingine za juu za uongozi wa nchi, lakini pia ni nafasi ya kujitangaza au kuonesha uwezo wako katika jamii. Kwa hiyo pia fursa nyingi zinapatikana ukiwa katika kushiriki katika siasa. Kwa hiyo tutawashajiisha vijana hasa wa Gen Z ili kwamba wafanye kazi ya kuingia katika kujituma, manake hakuna kitu cha rahisi. Kila kitu inatakiwa ujitume, ufanye kazi, kutumia akili yako, muda wako na juhudi yako ionekane. Kufuatia kikao cha baraza hilo, kwa upande wa mmoja aliyechaguliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Zanzibar, Said Miraji Abdullah, amesema kuwa atafanya kazi kwa weledi mkubwa akishirikiana na viongozi wenzie walioteuliwa, huku akiahidi kurudisha mahusiano mazuri, upendo na mshikamano na kuvunja makundi ambayo hayafai katika chama. Pia Miraji amewashajihisha vijana kuwa na nguvu kazi na kushirikishwa kufikia malengo. Uhusiano mazuri, umoja, upendo na mshikamano.
katika chama. Kuna kazi kubwa sana ya kuvunja labda pengine makundi ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu, yamekuwa kitafuna kavu. Na mimi niseme jambo kubwa ambalo wenzangu wamelizingatia kwamba labda pengine mahusiano mazuri niliyokuwa nayo na wao, sikuhusika na kundi lolote, na wote nimefanya nao kazi kwa muda mrefu. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni hoja moja kubwa sana ambayo walikuwa wananieleza kwamba nikija tunaweza kusaidiana kuhakikisha kwamba tunawaunganisha watu wote, yani wamenifanya kama mediator. Kwa hivyo nikaona na mimi basi wacha nitoe mchango wangu kwa kile ambacho nimekihangaikia. Aisha Charles, Tifu TV.